kitabu ambacho ni cha Danieli. Danieli pale 12, Danieli pale 12 pale 9. Tusikie vile Mungu anavyosema. Ukumbuke ya kwamba mwanadamu hataishi kwa ugali, mwanadamu hataishi kwa mikate, bali mwanadamu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na kwa hiyo ndiyo maana tunahitaji kusikia neno la Mungu ndiyo tukaweze kuishi. Haleluya. Kitabu cha Danieli 12 pale 9, maandiko inasema hivi. Hebu sikiza ndugu mpendwa. Inasema akajibu Danieli, enenda zako, kwa sababu maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri mpaka wakati wa mwisho. Haleluya. Hebu sikia ndugu mpendwa. Huyu ni Danieli, na Mungu ananena na Danieli akisema ya kwamba huyo malaika akamwambia Danieli ya kwamba kitabu hicho kimefungwa mpaka wakati wa mwisho. Kuna maneno ambayo Danieli alionyeshwa, na hiyo maneno iko kitabu cha Danieli 12, mahali ambao tukianza 11, kama tunaweza anza pale 1. Danieli alioneshwa maono na akaoneshwa mambo yatakayotokea katika nyakati ambazo ni za mwisho. Maandiko inasema katika wakati huo Mikaeli mtawala mkuu, ambaye huwalinda watu wako, atainuka, na kutakuwa na wakati wa taabu ambao haujatokea tangu mwanzo wa mataifa hadi wakati huo. Lakini wakati huo watu wako, kila mmoja ambaye jina lake litakutwa limeandikwa kwenye kitabu, ataokolewa. Sikia, haya ni mambo ambayo Danieli alioneshwa na Mungu, mambo ambayo ni ya nyakati za mwisho. Lakini Danieli alikufa kabla ya kuona mambo hayo. Lakini Danieli akaambiwa, funga hicho kitabu, wewe kazi yako ni kutabiri. Akatabiri, akaambiwa sasa, funga kitabu, wewe tulia, maana mambo hayo yatakuja kutimia katika nyakati za mwisho. Haleluya. Na sasa tunaangalia, tunaona mambo hayo yaliyonenwa na Danieli inatimia, ndugu mpendwa. Maana Biblia inasema kutakuwa na wakati wa taabu ambao haujawahi onekana tangia mwanzo mataifa hadi wakati huo. Na ni nyakati hizi ambazo tuko, wakati wa taabu, wakati wa shida, wakati wa vita, wakati dunia iko katika hali ambayo ni ya taabu. Serikali iko kwa taabu, wafalme wako kwa taabu, nchi ziko kwa taabu, makanisa iko kwa taabu, watu wote wako kwa taabu. Maana ni nyakati zilizotabiriwa ya kwamba kutakuwa na wakati wa taabu ambao haujawahi onekana tangia wakati ambao dunia ilikuja kuumbwa. Hebu angalia katika maruninga, hebu angalia, sikiliza kwenye matelevisheni, kwenye maredio, unasikia taabu iko kila mahali. Watu wameinukiana, mataifa kuinukiana, hata wafalme, hata nchi kuinukiana. Angalia hata katika nchi yetu siku ya jana, vile ambavyo kulikuwa taabu, ilikuwa kila mahali. Wengi waliuliwa, wengine wamejeruhiwa, nyumba zimechomwa, maduka imevunjwa, hata kinafika mahali serikali yenyewe inapotelea taabu. Yani nyakati zilizotabiriwa
ndizo hizi ambazo maandiko inasema kutainuka kizazi kingine ambacho kisichomjua Mungu. Hii ndiyo nyakati ambazo maandiko inasema kutakuwa na watu watakuwa na masikio lakini hawatakuwa wakisikia. Mfalme akinena hamna wakusikia. Serikali ikinena hakuna wakusikiza. Hata wao hakuna wakusikilizwa. Ni nyakati ambazo yaliyotabiriwa inatimia, ya kwamba mataifa itainukiana, hata waziri, hata wafalme, na hata wale ambao wanaongoza viongozi hawatasikizana. Tuko nyakati za taabu, maana dunia yote haina amani. Ukienda Nigeria tunaona watu wanakatwa vichwa. Wakristo wanakatwa vichwa Nigeria. Ukienda kule Israel ni mabomu na manuklia. Hiyo yote imetabiriwa. Soma kitabu ambacho ni cha Mathayo pale 24 inasema nyakati za mwisho, mambo ambayo yatakayokuja kutokea wakati ambao Yesu atakuwa akirudi. Maandiko inasema kama vile ambavyo ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, ndio itakavyokuwa hata nyakati hizi. Watu wamekuja wasiokuwa na amani. Watu wanapenda ubaya kuliko mazuri. Watu wanapenda furugu kuliko amani. Watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Ni nyakati hizi zilizotabiriwa, zilizonenwa, ya kwamba haya yote lazima itakuja kutimia. Kwa sababu ilinenwa ndio ikakuja kutimia. Tuko katika wakati ambao ni wa utimilifu wa kila neno ambayo Mungu alichosema kinatimia. Kile alisema ni kutimia, kinatimia. Ndipo Danieli anaambiwa funga kitabu hicho hadi wakati wa mwisho, maana nyakati ndizo hizi, kitabu kifunguliwe. Sasa ndiyo tumefungua Biblia. Hatukuwa tumefungua Biblia. Sasa ndiyo wakati ambao Biblia imefunguliwa. Unabii unatimia, yaliyonenwa yanatimia, ya kwamba ni wakati wa kuangalia, maana kila neno ambalo Mungu amenena linatimia. Ndugu mpendwa, hallelujah. We are living in the fulfillment of every word of God. And everything that God spoke is being fulfilled, because the days are at hand. And those are the days when the seals are opened, when the seals are broken, when the word of God is revealed back to the church. We are living in the very last days, when the Bible is being fulfilled in our very own eyes. Hallelujah. Tuko nyakati ambazo Biblia, neno la Mungu, linatimia. Ukisoma Danieli 12 pale 9 inaendelea na kusema hivi, ya kwamba malaika akamwambia ya kwamba maneno hayo ambayo wameoneshwa, maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri mpaka wakati wa mwisho. Sisi ndio watu ambao waliokuwa wamegojewa. Sisi ndio watu ambao waliokuwa watakaofungua hicho kitabu. Maana nyakati ndizo hizi, na wakati umetimia. Yaliyonenwa, yaliyotabiriwa, tunaiona ikitimia, maana tuko katika wakati wa mwisho. Hebu sikia Danieli 12:10 inasema ya kwamba wengi watatakaswa na kuondolewa mawaa au uchafu na kufanywa safi, lakini waovu wataendelea na kuwa waovu. Hakuna mmoja wao
wa waovu atakayefahamu, lakini wale wenye ufahamu, wale wenye hekima watafahamu. Haleluya! Sikia ya kwamba nyakati zile za mwisho watu wengi watatakaswa na kuondolewa uchafu na kufanywa wasafi, lakini waovu wataendelea na kuwa waovu. Hakuna mtu mmoja wa waovu atakayefahamu, lakini wale wenye hekima watakuja kufahamu. Haleluya! Tuko katika nyakati hizi ambazo waovu wataendelea na kuwa waovu, ndio, lakini wale wenye ufahamu wataendelea na kufanywa wasafi. Maandiko inasema hakuna mmoja waovu atakayefahamu, lakini wale wenye hekima watafahamu. Sijui wewe uko pande gani ya watu wenye hekima, au uko katika upande wa watu wasiokuwa na hekima. Watu wenye hekima, huu ndio wakati ambao ni wa kujisafisha. Watu wenye hekima, huu ndio wakati wa kujitakasa. Watu wenye hekima, huu ndio wakati wa kujiandaa. Watu wenye hekima, huu ndio wakati wa kuangalia katika milimani, mahali ambapo usaidizi wetu utakapotoka. Amen. Maandiko inasema ya kwamba nyakati zile uovu utaendelea, lakini vile waovu wanaendelea ndivyo watakatifu wanaendelea na kujitakasa. Wewe uko pande gani? Wakati dunia inaendelea na kufanya uovu, wakati wanaendelea na kukoroga uovu na kufanya uovu, wewe uko pande gani? Na watakatifu wataendelea na kuwa wasafi. Maana wakati umetimia. Hapo ndipo Yesu akasema ya kwamba muovu na ataendelea na uovu wake, lakini mwenye haki ataendelea na uhaki wake. Akasema maana wakati umetimia, na mbegu ikiwa ni mbaya ni mbaya, ikiwa ni mbegu mzuri ni mzuri. Kwa hivyo hakuna vile utaweza kuibadilisha, kwa sababu mbaya ni mbaya, mzuri ni mzuri. Muovu ataendelea na uovu wake, lakini mwenye haki ataendelea na uhaki. Maana kila mti lazima itazaa matunda kulingana na mbegu yake. Kama ni muavocado, lazima izae muavocado. Kama ni mpera, lazima izae mpera. Huu ndio wakati wa kila mbegu izae, kila mti izae kulingana na matendo yake. Na huu ndio wakati wa wenye hekima waendelee na kujitakasa. Sasa ni wakati wa kujijua. Kama wewe ni mtu mwenye hekima, basi jitakase. Kama wewe ni mbegu ya Bwana, basi jitakase, uwe safi. Maana nyakati ndizo hizi zilizotabiriwa ya kwamba waovu wataendelea na kuwa waovu, watakatifu wataendelea na kuwa watakatifu. Maandiko inasema Danieli 12 pale 10 ya kwamba wengi watatakaswa na kuondolewa mawaa na kufanywa safi. Haleluya! Lakini waovu wataendelea na kuwa waovu, na hakuna hata mmoja wao atakayefahamu, lakini wale wenye hekima watafahamu. Haleluya! Tuko katika wakati huo, wakati ambao ukiangalia dunia wengi hawana ufahamu. Kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Watu hawajali, watu wamekosa kuogopa Mungu. Matendo inayotendwa, watu hawana huruma, watu hawana utakatifu. Ni nyakati hizi, na ukiwaambia hawafahamu nyakati ambazo tuko.
Wengine wanasema ya kwamba bado tuko na siku mingi, bado tuko na wakati. Hawafahamu nyakati ambazo tuko. Hata kati yao kuna wachungaji, lakini bado hawafahamu nyakati ambazo tuko. Maandiko inasema wenye haki wataendelea na kuwa na haki, wenye ufahamu watajitakasa. Na hizi ndizo nyakati za kujitakasa ndugu. Hizi ndizo nyakati za kujitakasa mama. Ukiangalia siku ambazo tuko, ukiangalia na usome Biblia, tunaona wakati umeenda sana na ni siku za mwisho. Ni wakati wa kujitakasa na kutubu dhambi zetu na kukaa tukiwa safi. Safi kwa roho yako, safi kwa matendo yako, njia zako wacha zimpendeze Mungu, kwa sababu Yesu amekaribia kurudi. Anarudi Yesu. Ni wakati wa kujiandaa, ni wakati wa kujitakasa. Anasema ya kwamba wakati huo wengi watajitakasa na watatakaswa kupitia neno la Mungu. Ukishajua nyakati ambazo tuko, hauwezi kuishi tena katika hali ya dhambi. Ukisha kujua wakati ambao tuko, hauwezi kuishi tena kwenye giza. Haleluya! Usiku umeenda sana. Usiku umeenda sana. Na usiku ni kuisha, unaisha. Mchana, yani asubuhi ingie. Kwa hivyo Mungu anasema, basi usiku umeenda sana na hiyo siku imekaribia. Basi jiandae, jitakase kwa sababu ya hiyo siku ambayo ni ya wokovu, ambayo ni ya ukombozi, ambayo ni ya watakatifu. Siku ambayo dunia imekuwa ikigoja, siku ambayo watakatifu wote walio na hekima wameishi kugoja hiyo siku ya Kristo. Haleluya! Hiyo siku imekaribia. Ni wakati wa kujitakasa. Nini kinachojitakasa? Nini kitakutakasa? Tusome kitabu cha Yohana pale 17:17. Usikie, maana kuna watu wanajitakasa, wengine wanaoga, lakini bado wako na uchafu. Nini kitatutakasa nyakati hizi za mwisho? Ni sabuni itakuosha? Hapana. Ni omo itakuosha? Hapana. Nini kitakacho kutakasa? Yohana 17:17. Maandiko inasema hivi, hebu sikia. Inasema, Yesu akasema, watakase kwa ile neno, ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Sikia, Yesu akasema ya kwamba watakase kwa ile kweli, na neno lako ndiyo kweli. Haleluya! Mungu anasema ya kwamba neno la Mungu ndiyo kweli, na neno la Mungu ndilo linatakasa watu. Ukitaka kutakaswa, unatakaswa kwa kila neno ambalo Mungu ananena. Unapopokea neno, hiyo neno ni kama maji ambayo ni ya kukusafisha. Sikia, pokea ukweli wa neno, pokea ukweli wa Injili, pokea ukweli wa saa, neno la saa, ujumbe wa saa, ya kwamba wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Hilo neno basi pokea na ukatubu dhambi zako ili ukawe mtakatifu. Yesu anasema tunatakaswa kupitia neno. Neno la Mungu, unatakaswa kupitia kweli, na neno la Mungu ni kweli. Haleluya! Hakuna kitu ambacho kinaweza kutakasa mwanadamu ila tu neno la Mungu. Neno la Mungu tu ndilo ambalo
linaweza kututakasa na kutufanya sawa mbele za Mungu. Sio maneno ya wanadamu, sio mambo ya watu, bali ni neno la Mungu ambalo linatakasa kanisa. Kanisa linatakaswa na neno la Mungu, sio tu vitabu ambao ni tu dini, bali ni kineno ambalo ni la Mungu. Hilo linafanya muwe watakatifu kwa neno. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba wale wenye hekima watajitakasa, maana wanajua neno na wanasikia na wako na ufahamu. Neno la Mungu, ukishukua neno katika ufahamu na katika ufunuo, neno hilo linakufanya uwe mtakatifu, linakutakasa. Ndipo anasema ni wale wenye hekima, wale wenye hekima na ufahamu ndio watakaojitakasa, maana wako na hekima ya neno la Mungu. Amen. Na hivyo ndivyo ilivyo. Ni nyakati za kujitakasa. Vijana, wanaume, wamama, hata wazee, ni wakati wa kujitakasa kwa sababu ya ujio wa pili wa Kristo. Ni wakati wa kujitakasa kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Maana Yesu amekaribia kurudi, na bi harusi wake anahitaji awe tayari. Hebu sikia, maandiko inasema ya kwamba pale kitabu ambacho ni cha Ufunuo. Wacha tusome Ufunuo wa Yohana pale 7. Ufunuo wa Yohana 19 pale 7. Usikie mambo ya kujitakasa. Hiyo ni kweli kabisa, na ni lazima kwa wale ambao wanatarajia kumuona Yesu. Kujitakasa ni lazima. Kama vile bata hawezi ishi bila maji, hivyo ndivyo ambavyo wale ambao wako na hekima lazima wajitakase, wawe safi. Sio kama nguruwe. Nguruwe hajitakasi, na kama anajitakasa anaoga na matope na uchafu. Lakini wenye haki wanatakaswa, wanakaa kama bata ambaye anapenda maji, maana anajisafisha, hapendi uchafu, basi anasafishwa kwa maji. Watakatifu nao wako na ile tabia ya kujitakasa, maana wao ni watakatifu. Haleluya. Na walichaguliwa tangia misingi ya dunia wawe watakatifu na wawe bila mawaa. Kwa hivyo ni tabia yao kujitakasa. Haleluya. Ni tabia yao kujitakasa, ni tabia yao kuwa sawa mbele za Mungu, maana ndani yao ni wasafi, ni watakatifu. Hicho ndicho kilio cha watakatifu. Wanalia utakatifu, wanalia kuwa wasafi, wanalia kuwa sawa na Mungu, maana hao ni watakatifu wa Bwana. Amen. Hebu sikia kitabu ambacho ni cha Yohana, Ufunuo wa Yohana pale 19 pale 7. Usikie hawa ni akina nani? Hawa wanajitakasa. Hawa ni akina nani? Hawa wanajitenganisha na ulimwengu. Ni wakina nani? Hawa ambao hawana mizaha ya dunia. Oh, haleluya. Ufunuo wa Yohana 19:7, maandiko inasema tufurahi na tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana harusi ya mwana kondoo imewaadia, na bibi harusi wake amejiweka tayari. Amen. Hiyo ni kanisa. Huyo ni kanisa. Kanisa la Mungu ni kanisa ambalo linajitakasa.
Kanisa la Mungu ni kanisa ambayo ni bibi harusi wake na amejiweka tayari. Hawa ni wale ambao walionenwa, hao wale walio watakatifu, wale waliochaguliwa, wale waliojitenga na dunia, wale waliojiweka safi na wakajitayarisha na wakawa safi, wamejiweka tayari kwa ajili ya mwana kondoo, kwa ajili ya bwana harusi. Na hawa ni wachache wanaojua hiyo, maana hiyo ni siri. Hiyo ni siri ambayo iko na kikundi kidogo cha watu. Maandiko inasema tufurahi na tushangilie na tumpe utukufu Mungu, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekaribia na bibi harusi wake amejiweka tayari. Yeye mwenyewe amejiweka tayari. Hiyo ni kusema huyo bibi harusi amejiweka tayari, mwenyewe anajua kujiweka tayari, ako na ufahamu wa kujiweka tayari, ako na kweli ya kujitakasa na kuwa safi, maana ni bibi harusi. Ako na ufunuo wa kujiweka tayari. Hakuna mtu anamweka tayari, yeye mwenyewe anajiweka tayari. Mahali yako sawa, anakuwa sawa. Mahali ambapo hajarekebisha, anarekebisha mwenyewe, anajiweka tayari. Kama ni kuomba, anajiweka tayari, haombewi. Kama ni kufunga, hafungiwi, anafunga mwenyewe, anajiweka tayari. Kama ni neno, anajiweka tayari, yeye anasikiza tayari, yeye anasoma mwenyewe. Bi harusi wa Kristo ni yule ambaye anajua kujiweka tayari, ako na uhusiano mwema na Mungu tayari. Huyo ndio bi harusi ambaye amejiweka tayari, anajuana na Mungu. Haleluya! Yeye sio wa kuombewa, yeye sio wa kutayarishwa, yeye ni wa kujitayarisha. Ni kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo ndiye anatayarishwa, lakini huyu bibi harusi amekomaa, anajua kujitayarisha, anajua kuvaa nguo, anajua kuvua nguo, anajua kupika, anajua kujiweka tayari, maana sio mtoto, bali amekuwa sasa mtu mzima katika wokovu. Wakati wa utoto unaisha, wakati wa kutayarishwa unaisha. Ni wakati wa kujiweka tayari. Ni wakati wa wewe ujiweke tayari, ujue kusimama kama mtu mkubwa, kama mtu ambaye amekomaa katika imani, katika neno, katika kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Ni wakati bibi harusi amejiweka tayari. Hiyo ni kusema ya kwamba kama ni njia zake amejiweka tayari, anajua kujiangalia. Sio lazima umwambie ya kwamba hii sio mzuri, anajua mwenyewe hii sio mzuri. Amejiweka tayari, anajua kujikemea mwenyewe, anajua kujihukumu mwenyewe, anajua ya kurejea na kutubu na kurekebisha mwenyewe, maana amekomaa. Amekomaa, sio mtoto wa kuangaliwa na kuambiwa wacha hii, fanya hii, fanya hii. Hapana, huyo amekomaa. Na huyo ndiye bi harusi ambaye Kristo anayekujia watu ambao wamekomaa, sio watoto wa kiroho. Simama imara kama bi harusi, simama imara kama mtu aliyekomaa. Maandiko inasema ya kwamba wale wanakunywa maziwa bado ni watoto, bado ni wachanga, lakini nyama ni za wale ambao wamekomaa. Huu ndio wakati wa kula nyama, sio wakati wa kunywa maziwa ya kiroho. Ni wakati wa kula nyama. Nyama ni neno la Mungu. Haleluya! Nyama ni ufunuo, nyama ni ujumbe wa sasa.
nyama ni neno la sasa, ya kwamba ni wakati wa kurejea na kurudi katika neno. Maana siku zimekaribia, na siku ni za mwisho. Siku zilizotabiriwa, siku zilizonenwa ndizo hizi za kurekebisha na kujiweka tayari kwa ajili ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Oh, haleluya! Maandiko inasema bi harusi amejiweka tayari. Yeye mwenyewe amejiweka, hawekwi na mtu. Hapana, amekomaa, sio mtoto wa kutayarishwa. Sasa yeye mwenyewe amejitayarisha. Basi wewe jitayarishe mwenyewe, jiweke tayari mwenyewe, omba mwenyewe, funga mwenyewe, jikosoe mwenyewe. Amen. Kuwa na uhusiano wa Kristo na wewe mwenyewe, sio kuwa mtoto. Mtoto anafanyiwa mambo yote, hata choo anabadilishwa, hata chakula anapewa na kijiko. Amen. Mtoto anakunywa maziwa, lakini mtu ambaye amekomaa anakula nyama. Huu ni wakati wa nyama, huu ni wakati wa kukomaa kama bi harusi. Haleluya! Maana ni nyakati hizi ambazo tunahitaji kutakaswa na kujua jinsi ambavyo tunapelekana na Mungu. Maana Kristo anasema tufurahie na tushangilie na tumpe utukufu, kwa maana harusi ya mwana kondoo imewadia na bibi harusi wake amejiweka tayari. Jiweke tayari kwa sababu ya kurudi kwa Yesu. Jiweke tayari kwa sababu Yesu amekaribia kurudi. Hakuna mtu atakuweka tayari, ni wewe unahitaji kujiweka tayari. Hakuna mtu atakutubia dhambi zako, ni wewe unahitaji kutubu dhambi zako. Haleluya! Amejiweka tayari, hajawekwa tayari na mtu. Hapana. Wakati ambao ni wa kuangalia watu wengine umekwisha. Ni wakati wako wa kujiweka tayari. Ni wakati wako wa kuwa na uhusiano na Mungu. Maandiko inasema ufanyie wokovu wako kazi. Fanyia wokovu wako kazi, sio ufanyiwe kazi. Wewe mwenyewe jifanyie kazi. Watu wengi wanaenda kanisa ndio, lakini wanafanyiwa kazi. Wao wenyewe hawajui kujifanyia kazi, maana ni wachanga, ni watoto. Bi harusi aliyekomaa amejiweka tayari mwenyewe, maana yeye mwenyewe anajua kufanyia wokovu wake kazi. Na hivyo ndivyo ilivyo, hivyo ndivyo Mungu anataka tufanyie wokovu wetu kazi, sio kufanyiwa kazi. Unaona watu wanaenda tu kuombewa. Hata nimekuja kuombewa, nimekuja maombi, na huyu mtu ameokoka, lakini mwenyewe hata hajui kuomba, hajui kufunga. Kazi yake ni kuenda tu na kutoa sadaka, lakini mwenyewe hajifanyii kazi, ako mbali na Mungu. Ndio unaona watu wanadanganywa, maana wenyewe hawana uhusiano na Mungu. Wengine na wao hawawezi kusikia Mungu, maana wanasikiziwa na wengine. Hiyo wakati iliisha. Huu ni wakati wa kila mtu anasikia Mungu na anaifahamu sauti yake Mungu. Lakini wengine wanaenda ate Mungu anasema nini. Ndio unaenda unahudumiwa kama huduma center, maana we mwenyewe hauna Mungu. We mwenyewe hausikii sauti yake. Hebu nikuulize, wewe unasema wewe ni mtoto wa Mungu, lakini hausikii sauti ya Mungu. Wewe ni mtoto kweli? Haleluya! Baba akiwa ni baba yako, lazima muwe na mazungumzo moja kwa moja, ana kwa ana. Haiwezekani niwe baba na nikose kuzungumza na mtoto wangu. Haiwezekani. Labda tumekosana na mtoto wangu. Sasa wewe na wewe unaenda nyumba za huduma na kuhudumiwa. Ate baba anasema nini? Hebu niambie vile Mungu anasema. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni mtoto ama wewe
ni mtu ambaye hajulikani. Maana ukiwa wewe ni mtoto wa Mungu, unahitaji kusikia kwa Mungu pasipo yeyote aje kati yako. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba wale wote ambao ni kondoo wa Kristo wanaisikia sauti ya Bwana. Wewe ni nani ambaye huwezi kusikia Mungu? Unahitaji mwingine ndio usikie? Hapana, ni wakati wa kujiuliza, kwa sababu kuna watu ambao wamekuja lakini imani zao ni za uongo. Unahitaji kuwa na uhusiano na Mungu, unahitaji kuomba, unahitaji kuongea na Mungu. Haleluya. Mungu alisema ya kwamba yote inawezekana kwa yeye ambaye anayeamini. Kama unaamini, ninajua ya kwamba na ninaufahamu ya kwamba unahitaji kujipeleka mbele za Bwana. Huu sio wakati kama wa kitambo. Wakati wa kitambo watu hawakuwa wanaongea na Mungu, walikuwa wanaenda kwa manabii, wanawaambia ongea, utuambie. Lakini wakati Yesu alikufa, kitambaa cha hekalu kilivunjika mara mbili, ya kwamba sasa jipelekeni mbele za Mungu. Kila mmoja, kila goti litapigwa mbele za Mungu, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Hiyo ni kusema ya kwamba wakati huo wa kuombewa na huduma center umeisha. Ni wakati watu wajiombe, watu wajuane na Mungu, wacha kuwa mbali na Mungu, kuwa karibu na Mungu. Hiyo kwa nini nisikilize kwa mtu mwingine wakati mimi ni mtoto, wakati baba ni baba yangu? Si baba anahitaji kuwa pia akiongea nami, anahitaji kuwa pia ndio nikisikia kwake. Haleluya. Maana ni baba, uko na ruhusa na uko na hicho hiyo ruhusa, hiyo umekubaliwa kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Maandiko inasema watoto wa Mungu ni wale wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Hao ndio watoto wa Mungu, sio wale wanaongozwa na watu wengine. Hata unajua kuna nabii anatuongoza, unajua yeye anasikia kwa Mungu, sasa tunaenda tunahudumiwa. Kwani wewe ni nani? Watoto wa Mungu wanafaa kuongozwa na Roho Mtakatifu, sio mtu. Wao wenyewe wanafaa wawe na Roho wa Mungu, waongozwe. Roho wa Mungu ndiye anatuhudumia. Lakini siku ya leo watu wameweka nyumba ya kuhudumia watu na biashara. Enda unaambiwa ndio, kaa hapa chini tukuhudumie. Sijui toa 500, 200 ya kuona nabii. Ati ndio uingie kwa ofisi, lazima uingie na registration fee. Yani pesa ya kuona nabii. Kumuona ni 200, ni 700. Sikia, na kuombewa lazima upande sijui dhabihu ya shilingi 200. Hapana, hiyo ni biashara. Yesu anasema mlango umefunguliwa, kujeni kwangu. Anasema sasa kitambaa cha hekalu kilivunjika, kila mmoja ajipeleke mbele za Mungu, ajitakase. Haleluya. Huyo ndio bi harusi ambaye amekomaa, ambaye anasema bibi harusi wake amejiweka tayari. Yeye hawekwi tayari. Hapana, ni mtu mzima, anajua kujiweka tayari, anajua usafi ni nini, anajua utakatifu ni nini, anajua akianguka, anajua kujiweka tayari tena. Haleluya. Hahitaji mtu wa kumwambia ya kwamba akatubu. Yeye mwenyewe anatubu na kujitakasa, maana lazima ajiweke tayari. Hiyo ndio kweli kabisa. Bi harusi lazima ajitakase, maana bi harusi ndani yake yuko Roho wa Mungu ambaye anajitakasa, anamtakasa. Hiyo neno la Mungu likiwa ndani yako
ndilo linakutakasa, kama vile Kristo amesema watakase kwa kweli, neno lako ni kweli. Kwa hivyo kupitia neno utatakaswa, upende usipende. Hauwezi pokea neno ikose kukutakasa, hauwezi. Ukiwa wewe ni mwana wa Mungu lazima utatakaswa, maana neno ndio wewe, wewe ndio neno, na hilo neno lazima litakutakasa. Maana maisha katika neno ndiko Mungu anaishi, na ndani yako kuna huyo Mungu. Huyo Mungu ndiye atakutakasa. Ni kama kisima cha maji. Kisima cha maji yaliyo hai ndicho kinajitakasa. Hakuna mtu anatakasa hicho kisima. Kisima cha maji iliyo hai chenyewe kinajitakasa, maana chenyewe kinachemuka, yaani kinachemuka na ndani, kwa hivyo kinajitakasa. Hivyo ndivyo ilivyo wewe nawe ukiwa na neno. Hilo neno ndani yako ni kisima ambacho cha maji ya uhai, na ndani yako hiyo chemichemi inajitakasa, ni neno. Haleluya! Maana ni maji iliyo hai, inajitakasa. Pokea neno katika jina la Yesu na ujitakase kwa ajili ya kurudi kwa Bwana Yesu. Kila mbegu lazima itazaa matunda yake, na kila mti lazima itazaa matunda yake kulingana na aina ya mbegu. Sasa ikiwa ni mbegu mbaya itaendelea na kufanya maovu, lakini ikiwa ni mbegu mzuri itaendelea na kujitakasa. Haleluya! Glory to Jesus. Maana mbegu mbaya ni mbaya na mbegu mzuri ni mzuri. Jitakase kulingana na aina ya mbegu, aina ya neno ambayo wewe umepokea. Hebu sikia, kondoo huwa anajitakasa, maana ni kondoo. Sijaiona mbuzi akijitakasa, lakini kondoo huwa anajitakasa. Inafika mahali anaanza kunyoa manyoya, ile manyoya ambayo ni chafu anaanza kuinyoa mwenyewe, anajiweka tayari mwenyewe. Kondoo ni aina ya biharusi. Kondoo ni aina ya wale watakao urithi ufalme wa Mungu, wanajua kujitakasa wenyewe. Biharusi amejiweka tayari mwenyewe. Sasa kondoo anafika mahali anaanza kujinyoa mwenyewe na kuvuruta hiyo manyoya ambayo ni chafu. Na ukiangalia kondoo anakuwa safi, anatakasika, anakuwa wa kupendeza bila kuoshwa na mtu, maana ni kondoo na ni mtindo wake wa kuwa safi, kwa sababu hawezi kuwa ametoshereka akiwa katika hali ya uchafu. Haleluya! Wewe ukiwa kondoo hauwezi kutoshereka ukiwa katika hali ya uchafu, lazima utajitakasa. Kama wewe ni kondoo, basi jitakase. Haleluya! Wacha kukaa kwa matope. Haleluya! Wacha kukaa katika uovu, wacha kukaa katika unajisi wa dunia. Jitakase. Hiyo ndiyo ishara ya kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo ishara ya kuwa wewe ni bibi harusi ambaye anajua kujitakasa kwa sababu ya wakati wake na majira yake. Huo ndio wakati wa kujitakasa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Haleluya! Maandiko inasema ya kwamba hiyo kweli inatutakasa, na ninafurahia maana ipo watu ambao wanatakaswa kupitia neno la Mungu. Hata tunapoendelea na kunena, ipo watu ambao neno la Mungu inawafanyia kazi, kwa sababu hao ni kama kondoo, hao ni wa kujitakasa. Maandiko imesema wenye hekima wataendelea na kutakaswa, lakini watu waovu
wanasema nini? Ni makelele ya nini hii? Hapana, waovu hawawezi kuelewa, maana hii neno ni neno la ufunuo, na hii neno iko na watu wa hiyo neno. Watu wa neno watapokea neno, lakini watu wasio wa neno hawawezi kupokea neno. Haleluya! Maandiko inasema kitabu cha Yohana pale 17, ukisoma inaendelea na kusema 18, kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami nawatuma vivyo hivyo. Kwa ajili yao najiweka wakfu, ili wao nao wapate kutakaswa katika ile kweli. Amen. Hebu sikia ya kwamba Yesu anasema kwa ajili yao najiweka wakfu, najitakasa, ili wao wapate kutakaswa katika ile kweli. Sikia ya kwamba Yesu amejiweka wakfu, yani amejiweka wakfu ili sisi tuwe tumetakaswa. Maana Yesu yuko ndani yetu. Yesu akiwa ndani yetu anajiweka wakfu. Akijiweka wakfu, nasi tunatakaswa katika ile kweli. Ndipo Yesu akasema, kaeni ndani yangu, nanyi mkae ndani yangu. Haleluya! Nanyi mtatakaswa. Hawezi kutakaswa usipokuwa ndani ya Kristo. Kristo akiwa ndani yako, nawe ushike neno lake, utatakaswa. Wale wote ambao walioamini neno, walioamini Injili, wanatakaswa kwa hiyo neno, wanawekwa tayari kwa neno. Ndugu mpendwa, ni wakati wa kuwa ndani ya Yesu ili hilo neno likutakase. Hauwezi kutakaswa ukiwa nje ya Yesu. Ni wakati wa kutoka kwa dini, ni wakati wa kutoka kwa dhambi, ni wakati wa kutoka kwa dunia na kuingia kwa Yesu. Toka huko uingie kwa Yesu, uwe kwa neno, naye atakutakasa. Maana jinsi vile amejitakasa, amejiweka wakfu, nawe atakutakasa ukiwa ndani ya neno, sio ukiwa nje. Ingia kwa neno, wacha kuchungulia nje, wacha kuwa huko nje. Sasa ni wakati wa kuingia kwa neno. Ingia kwa wokovu, ingia kwa ujumbe wa neno, naye Kristo atakutakasa katika jina la Yesu. Maana tuko wakati ambao neno la Mungu linatimia, na maandiko inasema ya kwamba wakati umetimia. Wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Mathayo pale 3:15 maandiko inasema hivi. Hebu sikia, wenye masikio na asikie. Lakini Yesu akamjibu, kubali hivi sasa, kwa maana ndivyo itupasavyo kwa njia hii kuitimiza haki yote. Haleluya! Yesu akasema, akamwambia Yohana Mbatizaji ya kwamba kubali sasa, hivi sasa, kwa maana ndivyo itupasavyo kwa njia hii kuitimiza haki yote ya Mungu. Ya kwamba ni lazima kila mmoja ambaye anataka kuona ufalme wa Mungu lazima atimize uhaki wote, na uhaki wote lazima abatizwe kwa maji na Roho. Aliyekubali, aliyeamini lazima abatizwe kwa maji na Roho. Hiyo ndio thibitisho ya kwamba umekubali na umeamini. Yesu alisema, enendeni ulimwenguni, watakaosikia neno, watakaoamini na wabatizwe wataokolewa, watakaokosa watahukumiwa. Sasa wewe uliamini lakini haujabatizwa, utahukumiwa. Maana hakusema tu uamini. Maandiko inasema hata shetani anaamini na anatetemeka, lakini shetani hajakubali kubatizwa,
hajakubali kufanya kama vile andiko linasema. Sasa usiseme mimi naamini. Kuamini ni kutenda. Kuamini ni kutenda vile neno linasema. Hapo ndipo Yesu anasema, basi inatupaswa kwa njia hii kuitimiza haki yote. Lazima tutimize neno lote ambalo Mungu amenena. Wokovu wako timiza. Kama hauko tayari, kuwa tayari. Ni wakati wa kufa, kuwa tayari. Kujisafisha, kutakaswa, kubatizwa kwa maji na Roho, na ni kubatizwa kwa jina la Yesu na kwa maji mengi, sio kwa maji ya bakuli au kupakwa kuchorwa msalaba. Hiyo ni dini ya wanadamu. Maana hakuna kwa Biblia mahali popote tunaona mtu alibatizwa kwa maji ya karai, maji ya bakuli, au alipakwa msalaba. Hizo ni dini za wanadamu na mafundisho ya wanadamu na sheria za wanadamu, sio neno. Neno ni neno, na neno linasema ubatizwe kwa maji mengi na ubatizwe kwa jina la Yesu. Maana Yesu ndiyo njia, yeye ndiye kweli, yeye ndiyo maisha. Unafuata nani? Nani aliyebatizwa na maji ya kikombe? Nani aliyechorwa msalaba? Nani aliyebatiza mtoto mdogo kwa Biblia? Biblia iko wazi. Maandiko inasema watakaoamini na wabatizwe wataokolewa. Sasa mtoto mdogo anaamini nini ndio abatizwe? Hajui kuamini, hajui baya na mzuri, hajui hata kutubu. Yesu alisema watoto waje kwake wabarikiwe, sio waje kwake wabatizwe. Amen. Turudi katika neno na tufanye vile neno linasema. Maana Yesu ndiye njia, yeye ndiye ukweli. Mungu anasema ni wakati wa kujitakasa na kuwa tayari, kwa sababu ni nyakati za kujisafisha na kuwa tayari kwa sababu ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Wacha tusome neno ambayo ni ya mwisho tumalizie. Kitabu ambacho ni cha Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana pale 22:11 inasema hivi: kisha akaniambia, usiyafunge maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, kwa sababu wakati umekaribia. Hebu sikia. Danieli aliambiwa funga maneno hayo, lakini Yohana ameambiwa usiyafunge maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, kwa sababu wakati umekaribia. Wakati wa Danieli hakufungua kitabu, aliambiwa funga, maana maneno hayo yatatokea wakati wa mwisho. Lakini sasa tunaona kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho cha Biblia. Tuko katika kitabu cha mwisho cha Biblia, naye anaambiwa usiyafunge maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, kwa sababu wakati umekaribia. Hatufungi Biblia, ni wakati kitabu kimefunguliwa, kwa sababu maneno hayo yanakuja kutimia. Anasema kwa sababu wakati umekaribia, ambao Yesu anarudi, ambao watakatifu wanahitaji wajitakase. Haleluya. Pale 11 inasema, atendaye mabaya na aendelee na kutenda mabaya, aliye mchafu na aendelee na kuwa mchafu, yeye atendaye haki na aendelee na kutenda haki, na yeye aliye mtakatifu na aendelee na kuwa mtakatifu. Oh, haleluya. Yeye aliye mtakatifu na aendelee na kuwa mtakatifu. Maana wakati umetimia. Saa imetimia. Kila mbegu na izae kulingana na matunda yake. Kila mbegu na izae kulingana na matendo yake. Kila mti na izae kulingana na mbegu yake. Anasema mchafu aendelee na kuwa mchafu, atendaye haki aendelee na kutenda haki,
naye aliye mtakatifu aendelee na kutenda na kuwa mtakatifu. 12 nasema, tazama naja upesi, na thawabu yangu i mkononi mwangu, nami nitampa kila mtu sawa sawa na alivyotenda. Haleluya! Ya kwamba anarudi upesi na anakuja akiwa na thawabu ya kila mtu, na anakuja kulipa kila mtu kulingana na matendo yake. Uwe muovu, uwe msafi, kuna thawabu, kuna thawabu yako. Hakuna kitu cha bure. Uwe mwenda wazimu katika mambo, basi uko na thawabu. Uwe wewe ndiye kusema, basi uko na thawabu. Hakuna matendo ya bure. Chochote unatenda, Mungu anasema ako na mshahara ya kila mtu. Iweni watakatifu, iweni watu wa kupenda matendo mema, iweni watu ambao ni wa kujitakasa na kufanya yaliyo sawa, maana Yesu anarudi na anakuja kumlipa kila mtu kulingana na matendo yake. Ni wakati wa kujitakasa, ni wakati wa kujitenganisha, ni wakati wa kuachana na dhambi, ni wakati wa kuondoa mavazi ya giza, ni wakati wa kumpendeza Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Tumewapendeza wanadamu sana, lakini sasa ni wakati wa kumpendeza Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Ni wakati wa kumfanyia Mungu kazi, ni wakati wa kushughulika na ufalme wa Mungu. Ndio umekibizana sana na dunia, ni wakati wa kukibizana na ufalme wa Mungu. Anasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na utakatifu wake. Seek ye first. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na utakatifu wake, mengine atakuja kukupa. Hiyo ni kweli kabisa. Hakuna mtu ambaye alishatafuta Mungu na utakatifu wake akaipika. Daudi anasema na kuapa, sijaona wenye haki wala watoto wao wakiwa wameachwa na Mungu. Sijaona wakiwa wanaomba mikate kwa aibu barabara. Hiyo ni aibu. Sijaona wenye haki wakiwa wamefungiwa nyumba. Sijaona wenye haki wakiwa wanalala njaa. Sijaona watoto wao wakiwa wametokea barabara wakiomba mikate. Hapana, haijawahi onekana. Na wewe kuwa mwenye haki, juana na Mungu na hautakosa katika maishani mwako, maana kunaye Mungu aliye mbinguni anayeangalia mahitaji ya watakatifu na wale ambao wanatembea katika kweli na katika kumwogopa Mungu katika kweli na haki. Amen. Wacha tuombe katika jina la Yesu. Baba Mungu mwenye nguvu na utukufu, tunakushukuru tukisema hakuna mwingine kama wewe. Utukufu na heshima zikurudie, kwa maana umetenda na umefanya, umeonekana katika neno. Umetuambia ni wakati wa kujitakasa. Bwana, neno lako liko hai. Wacha hilo neno lililo kweli liwe linawatakasa, liwe sabuni, liwe maji ya kutakasa. Wale ambao wana uchafu, wale hawako tayari, Bwana wafanye tayari kupitia neno lako. Wacha Bwana wale ambao wako na kiu Baba na haja ya ufalme wako, Bwana wafanye tayari. Watakase Bwana, watakase kupitia neno lako. Wacha neno lako liwafanyie kazi katika jina la Yesu. Ninatangaza kila nguvu za giza ambazo huwa zinafunga vijana, wa mama, wazee, watoto, kuwazuilia kujitakasa, kujitenga na kuokoka, hizo nguvu ni za shusha na vunja katika jina la Yesu. Ninatangaza nguvu za giza
ufalme wa kuzimu na ukashindwe katika jina la Yesu. Watakase watu wako, waweke tayari kwa ajili ya kurudi kwako katika jina la Yesu. Wale ambao hawana ufahamu, wafungue ufahamu, wape hekima ili wakae wakiwa na hekima, wakae wakiwa na ufahamu usiku na mchana katika jina la Yesu. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Utukufu na heshima zikurudie. Ni asante Jehova, hata usiku wa leo tunaukabidhi mikononi mwako, nikiomba Bwana wale wote waliosikia neno, Bwana uwabariki kwa neno, wape amani, walio wagonjwa uwaponye, na wanaolia ukaweze kuwapa majibu ya maisha yao kwa utukufu wa jina la Yesu. Bwana, tunashukuru na tunabariki hata usiku wa leo katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Mungu na wabariki, na neema ya Mungu ikale pamoja nanyi katika jina la Yesu.